Igwen Media, burudani kwa wote. Yes, karibu sana uwanja huu wa zone ya 10 na ni uwanja zone ya 9 na ni moja kati ya uwanja ambayo itakuwa kweli kweli ni ya kata na shoka. Ni moja kati ya mtanange ambao utakuwa ni biriani kweli kweli. Wazee wa rangi hii nyeupe ni timu ya Gisport, lakini pia upande wa njano ni pamoja na timu hii ya Hodari, lakini pia ni ligi ya watoto wadogo na ni moja kati ya maligi ambayo yatakuwa ni ya upinzani kweli kweli baada ya ufunguzi wa ile jana. Ni kwamba leo mtarange wa pili, lakini pia si hapa pekee bali ni mawanja mawili ambayo yatakuwa tofauti zaidi. Ukiachana na huu uwanja wa zone ya 9, uwanja wa Baba Juma utakuwa unaipokea mechi ya ABS Simba dhidi ya timu ya Ghetto Boys, lakini pia vikosi ambavyo vimepata fursa ya kuanza upande wa timu ya Gisport ni pamoja na Idi Ibrahim Junior, lakini pia Johas Wiucha, yupo Pierre Masimango Ramadhani, Saleh Mwanza Ramadhani, yupo Wilonja Chakubuta Hussein Amis Sahidi Mbaruku, lakini pia yupo Asukulu Mbutu Isa Valbuena Suleimani Kikombe, na kwenye benchi anasimama Kizenga Juma, yupo Damas Kalumbi, yupo pia Ramadhani Majaliwa, yupo Damak Maya Fikiri Mpenda pamoja na Dani. Lakini pia upande wa timu ya Hodari, moja kati ya matimu ambayo yanakuwa na vurugu ya kutosha kweli kweli, na ni moja kati ya mtanange ambao utakuwa ni wa utofauti zaidi. Ni pamoja na Abdurrahim Karimu, huyu Minani golikipa, lakini pia yupo Moses, yupo Tuisenga Auguste, yupo Shukuru Abbas Bizima na Kaziru Tumba Sherli Jano na Hima na Omar Ndiku Bwayu Pass, yupo Philip Marius, yupo pia Gabire Monache, yupo Eliud Sengi Yuva, lakini pia kwenye bench anasimama Eme Kriste, yupo pia Elias Niubagwe, yupo pia Hatangimana Gilbert pamoja na Buchumi Laurent. Karibu sana, mimi ni Captain El Milagroso na nitakuwa na Kevin kwa ajili ya kuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja huu wa zone ya 9. Hii ni Igwen TV, unaweza ka-like, comment, ukashare, ukasubscribe kwa ajili ya kupata zile updates ambazo zinaendelea kujiri kila siku ambayo tunakuletea matangazo kutoka uwanja huu wa zone ya 9. Kocha wa Hodari ni Modesti, kocha wa Gisport ni Marco Denga. Kocha ipo engine hii pasha kama hiyo. Eliudi Omeri Yes, karibu sana dakika 45 za kipindi hichi cha kwanza, mechi ya pili ya ligi ya watoto wadogo, na hii ni Igwen TV kwa ajili ya kupata zile update ambazo zinaendelea kujiri kila siku, ambayo labda leo inaitwa leo, na kuambia like, comment, share, subscribe kwa ajili ya kupata update zetu. Karibu sana Aisalaim Aleku Nyarugusu, lakini pia ni mechi ambayo itakuwa ni ya kutafuta mshindi ambaye atakuwa na bahasha kutoka Sport Soka, lakini pia kutoka kiungo ambaye amekuwa ni mkabaji zaidi kwenye soka la kambini. Kiongozi Igwen Natari Kabumbu limeanza kusakata vumbi, anaucheza pembeni kule Valbuena akijaribu kumtafuta Pierre, lakini anaucheza pembeni vizuri. Isa anapoteza mara, anakutana na Augustine fundi wa Kabumbu, weka boli katikati pale, anakutana na Kadri baba mzazi mali na kubali ile. Ogi jaribu kudive kidogo, Omeri Captain Fantastic Ogi tena anacheza sifuri kabisa, anapoteza mali ile, jaribu kuweka katikati, anakataa Kadri, lakini Isa Valbuena anakutana moja kwa moja na Minan, cheza Captain Bampo, anakataa tena Kadiru Misifa, cheza vizuri sana Jano, lakini achana ndivyo sivyo. Moses tayari zuia vizuri sana, Moses anacheza sifuri kwa golikipa. Misifa anaondoka na ball, anacheza pembeni, naenda ndivyo sivyo, bado anayo mali. Augustine cheza vizuri sana, mali itakuwa ni kurusha kwa faida ya timu ya Hodari FC. Ndio katikati kumtafuta Eliud,
anachukua mali vizuri, pasi Eliud tena anamwachia Gastin, okoa Jahadhi, cheza mbele huku, mali inapita. Omeri fundi wa kabumbu anacheza na Modest, sifuri kabisa. Pasi mchezaji huyu wa zamani wa timu ya Madrid anapoteza mali. Kaskil anakata tena umeme, mali nakubali, ile itakuwa ni kurusha kwa faida ya timu hii ya Gisport. Cheza ndivyo sivyo Joas, na kabumbu itakuwa ni goal kick. Pila ambao unatakiwa kuwekwa mita 5 pale kwa ajili ya kuhakikisha show inakuwa ni ya kibabe kweli kweli. Golikipa huyu wa timu ya Hodari FC ambaye ni Abdul Karim, ni mara ya kwanza kabisa tunamshuhudia kwa macho ya kibinadamu hapa kambini. Misifa akiwa na dive nyuma ya mpira, weka pembeni huku, cheza vizuri sana Modest, mali naenda ndivyo sivyo. Ramadhani mchezaji wa zamani wa timu ya Besis Boys anaweka pembeni kule kumtafuta Joas. Said cheza ndivyo sivyo, poteza mali ile. Abbas cheza sifuri kabisa, pasi Modest fantastic. Tumba Jano weka boli katikati kule. Afrika kunaonekana mwili ambao hautaki kuonekana uwanjani. Mbuzi tatu zile zinatafsiri kwamba mpira usimame kwa muda. Sema mpira usimame kwa muda na takiwa kusimama ule. Coach, huyu Modest anacheza kati. Acha pembeni. Na tayari zimeongeza dakika 4 kwa ajili ya kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Anaondoka vizuri sana Kaskile kwenye box. Anajaribu kucheza huku. Cheza vizuri sana Jano Tumba. Gisport wanachezea shilingi kwenye tundu la choo. Mwisho wa siku watakuja kujiuliza hapa ni wapi hapa. Na mali tena Abdul Karim, offside. Alikuwa tayari amejenga banda mchezaji Hussein, anaanza pembeni kule kwake Abbas, cheza huku Eliud, kia vizuri sana Modest, alipokimbia na mpira Modest relax kweli kweli, anapiga pesi kule Makere na Waha wanakataa kucheza kabumbu ile. Cheza ndivyo sivyo. Idi Ramadhani golikipa huyu wa timu ya Gisport, anaanza pembeni huku kwake Ramadhani. Cheza pembeni huku, anakataa Abbas. Cheza Modest, Bampo. Cheza vizuri sana Abbas, tena rakata umeme vizuri. Valbuena, Hussein, levo katikati vizuri. Hussein tena, mali na kubali ile. Hussein anajaribu kuondoka lakini anakutana na Modest. Anaondoka Kaskil, anacheza katikati kule. Cheza tena Misifa. Alikuwa ni pass, cheza vizuri sana pass. Ni pass kweli kweli. Ni mchezaji ambaye anacheza kama kiungo mshambuliaji, lakini timu ikiukosa mpira anakuja kufanya defending za maana zaidi, tackling takatifu zaidi. Ile ni tako ambayo ukifanya mechi ya final unapewa mkopo benki ule. Cheza vizuri sana pass. Moja kati ya mipira yenye madhara zaidi, corner kick. Wanaucheza katikati tena, Abdul Karim anashikilia mali ile. Relax kweli kweli. Anawaambia wachezaji tulieni, ni uanze pole pole. Ogi cheza vizuri sana pass. Weka pesi huku Said. Cheza vizuri Damas Kalumbi, mali imeenda ndivyo sivyo. Ogi cheza sifuri kabisa. Modest Lupaso cheza foul tayari Said, na kumbuka dakika 4 ambazo zilikuwa zimeongezwa 3 tayari zimeyoyoma. Matokeo yakiwa bado ni 0-0. Hodari FC wanapiga lunyasi kweli kweli. Mpira biriani. Misifa cheza vizuri sana. Huyu ni beki wa kujivunia huyu. Abbas cheza vizuri sana Abbas.
Eliud anacheza ndivyo sivyo. Ramadhan anaugonga kwa kichwa na mali itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya Hodari FC. Uzi nambari 17 Abbas, na tayari dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika kwa matokeo ya 0-0, Gisporo 0 Hodari 0, tukiwa kwenye uwanja huu wa zone ya 9. Hii ni Gwen TV na mimi ni Captain Eli Milagroso, lakini pia Kevin nyuma ya kamera. Fanya kama una like, una share, na comment na kusubscribe kwa ajili ya kupata zile updates kutoka Gwen TV. Tukutane kipindi cha lala salama, kipindi ambacho kitaamuru nani kuwa mshindi, aidha kucheza mchezo wa suluhu. Tukiwa tunasubiri sekunde cha katikati kumtafuta Modais, ficha mali ile, tafuta kwa tochi Fikiri, cheza ndivyo sivyo. Porogoshani bado zinaendelea, lakini fanikiwa kuokoa Abbas. Wow, ficha mali ile. Jano Tumba anacheza kama ameukodi uwanja hivi, pasi mwekea vizuri sana Omeri, lakini mpira umeenda ndivyo sivyo, offside. Omeri ficha mali ile, mwekea vizuri sana Modais, nambari 10 mgongoni, jaribu kupita, kuna njia kule, anamaga maji katikati huku, lakini wamefanya attack Ramadhani na itakuwa ni kona ile. Wanafanya mabadiliko hapa timu ya Hodar. Kama naona nafasi yake inachukuliwa moja kwa moja na mchezaji Gilbert. Siku zote ninazoea sana kumwona akitoka bench Gilbert na kushindwa kufanya yale ya majukumu. Ogi anacheza Majalo katikati kule, anacheza first touch Gilbert, lakini inakuwa ni off target. Kwa ni jaribu ambalo lilikuwa ni nzuri, lakini akalishinda lote. Bwana Yesu akayashinda yote. Idi anauanza pembeni kwake Ramadhan, cheza katikati kule, anakataa Abbas, bampo, pasi Gilbert, Abbas tena kwake Captain Fantastic Omeri, mwaga Majalo katikati huku Damas Kalumbi, cheza vizuri sana Aste, lakini wanaitwa madaktari wa timu ya Gisport. Yaani wewe mbinguni utafika umechoka. Ndio mwalimu kwanza wa marefa, ndio mwalimu wa marefa huyu. Yaani ukitoa Alex na Valente hapa kabini hatuna refa. Ukitoa Alex na Valente wanaboronga akishapewa hela. Alex yupo. Maana kwamba ni refa huyu, ni refa wa Alex yupo. Hao alisafiri. Alex hayupo. Sema maneno. Alex ashaondoka yupo. Mambo yanaendelea kwa upande wa Gisport. Kwanza Karim Minani Abdul nyuma mpira na ucheza katikati ya uwanja, fanya block tayari Aste Maya, kokota vizuri Jano, chezewa faulu tayari, itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Hodari FC. Jano alimwambia Maya huwezi kuondoka hivyo, bado
dakika za nyongezo ambazo tunacheza, hakuna kadi ya njano mpaka sasa hivi. Hakuna kadi ambayo tayari imetolewa ya aina yoyote ile, wakati tukiwa tuna subiri dakika 5 ambazo ziliongeza tayari dakika 3 zimeyoyoma. Subiri tuone nafasi ya mwisho upande wa timu ya Gisport ni hapa, free kick. Anasimama Maya, lakini pia nani yupo nyuma ya mpira tena? Ni mchezaji Ast. Anacheza katikati kule. Super save Abdul Karim Minani. Wow! Familia inakutegemea brother. Cheza vizuri pale. Ameambiwa lala. Wakati dakika zinayoyoma hivyo hivyo. Moja kati ya mechi ambazo ni ngumu kweli kweli. Free kick ilikuwa ndani, lakini Hussein alikuwa amecheza kweli kweli, lakini akamwambia mimi labda ucheze mauno tu. Philip jaribu kugonga kwa kisigino kule. Anacheza ndivyo sivyo. Philip anaanza Ramadhani. Majaliwa Ramadhani tena kwa nafasi. Hebu cheza katikati. Maya, Mali mezama nje tayari, na itakuwa ni kurusha kwa faida ya timu ya Hodari FC, wakati dakika 5 ambazo ziliongezwa zote zitakuwa zimejifuta kama hivyo. Katikati ya Bas. Filippo cheza kule, anamvisha gauni Majaliwa Ramadhan na anacheza ndivyo sivyo. Idi anaanza na dakika 90 za mchezo zimetamatika hapa baina ya Gisport dhidi ya timu hii ya Hodari. Bao 1-0 kwa faida ya Hodari, bao ambalo lilifungwa na mchezaji Filippo. Hii ni Igwen TV, ulikuwa live kupitia Captain El Milagroso, lakini pia nilikuwa na Kevin nyuma ya kamera. Unaweza ukalike, ukacomment, ukashare, ukasubscribe kwa ajili ya kupata zile update ambazo zinaendelea kujiri kila siku ambayo iitwayo leo. Kumbuka mfungaji ana zawadi zake, zawadi ya kiato kutoka Igwen TV, lakini pia zawadi ya mpira kwa timu na 20,000 ambayo imeshinda mchezo timu ya Hodari. Bye. Igwen Media, burudani kwa wote.